BMP TV Professional Update. Walgani ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. BMP TV Online inazidi kukusogezea matangazo ya moja kwa moja kutoka kuta nne za dunia, na hivyo tujikite huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako sasa hivi bado migogoro inazidi kuwa ni endelevu, hususan huko Kivu Kaskazini pamoja na Kusini, ambako sasa hivi bado hali ni tete kwa jamii ya huko Kivu Kaskazini pamoja na Kusini, ambako sasa hivi bado jamii ya huku wanazidi kutanga na kukosa amani kabisa, kukosa malazi, chakula, afya pamoja na maji safi, na hivyo imeleta hali ngumu sana kwa jamii ya Kivu Kaskazini pamoja na Kusini. Hata pia upande wa wanafunzi ambako sasa hivi tumetangaziwa kuwa hadi shule takriban 52 sasa hivi zimefungwa huko Kivu Kaskazini pamoja na Kusini, kulingana na migogoro inazidi kuendelea kwa sababu kutishiwa kwa maisha ya walimu pamoja na wanafunzi. Na hivyo imekuwa ni hali ya kusikitisha sana, kwa sababu kuona kuwa siku zote waga wanasema kuwa elimu ni ufunguo wa maisha, na hivyo ni future za wanafunzi zinazidi kuwa zikizorota, kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo migogoro imekuwa ni nyingi sana, na hivyo ikipelekea mpaka wengi wanapata hasira na kutokutamani tena kuingia katika mambo ya shule. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, subscribe, like pia na kucomment, na hivyo utakomentisha zaidi kila wakati na kila saa utakuwa unapata update zetu za moto. Asante. Na sasa hivi tujikite huko Goma ambako bado migogoro ndio inazidi kuwa kabisa. Hiyo jana ambayo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan huko Goma, maeneo ya Buhene, Sebekangangi, Vizu na Kihisi, ambako sasa hivi jeshi la Kongo linazidi kufanya mambo ambayo jamii haielewi kabisa, na hawaelewi ni nini wanafanya mambo kama na haya ya kushurutisha watu kuwapeleka kusikojulikana, na hivyo watu wote wamekusanywa sehemu moja na hawajui ni nini ambao kinazidi kuja kwa hapo mbele, bali tu ni vile waliwaambia watu kuwa tunafanya ni mchakato wa kusachi wote ule ambao ana silaha, na wakawa na mchakato wa kuingia nyumba kwa nyumba, lakini hakuna nyumba yote ile ambao waligundua kuwa na silaha, bali tu walifika wakikuta kuna wanaume ya vijana pamoja na wababa wanakusanya, wakikusanya hivyo na wanawachukua, wanawapeleka kwenye mafuso, wanawajaza mle ndani na kuwapeleka sehemu husika ambao wanawakusanya, na hatujui ni kipi ambako wanalenga jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini jamii ya Goma sasa hivi bado wanazidi kulalama, kwa sababu huwezi ukamchukua tu mtu kutoka kwenye familia alafu akanyamaza kimya na wakaona kuwa na hujaacha na waambie sababu husika ya kumbeba yule mtu. Lazima wabakie na majonzi makubwa sana jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni jambo ambalo linazidi kuweka utata kwenye jamii ya huko Goma, na mengi tu wananchi wa Goma wamezidi kuzungumza kuhusu swala kama na hilo. Ni mambo ambayo yanazidi kusikitisha tena kwa ukubwa zaidi, kwa sababu unachukuliwa ndugu yako bila taarifa, na pia unachukuliwa ndugu yako bila wewe mwenyewe kutegemea, kwa sababu muda mwingine utakuwa ulitoka tu asubuhi kurudi nyumbani, ukiuliza fulani yuko wapi, hayupo, na hivyo inakuwa ni hali ya mshtuko fulani hivi ukisikia kuwa na alifika hapa akachukuliwa na jeshi la FARDC. Na hivyo imekuwa ni maswali mengi sana kutoka kwa jamii ya huko Goma, wakizungumzia kuwa kwa tetesi ambazo zinazidi kuzuka sasa hivi, tukiona kuwa wazalendo ni watu ambao wanazidi kupigania udongo wa mababu ambao ni huko Kivu Kaskazini pamoja na Kusini, lakini FARDC wanakuwa na mambo fulani hivi ambayo wanazidi kuyaingilia kati, kama vile kutetea upande wa M23, na hivyo imekuwa ni kitu ambacho kinazidi kuumiza mioyo ya watu kabisa wa huko Goma, wakiangalia hivi ni nini ambao serikali inazidi kufanya kazi. Mbona kama vile hakuna kazi yote ile ambao serikali inazidi kufanya, bali tu ni kama vile wanakuwa wakibeba mgongoni M23 na kuwavusha ili wapate
kile ambacho wanachokitaka. Mpaka sasa hivi haijulikani kama jeshi la FARDC wamezidi kuingia mkataba na waasi wa M23, kwa sababu ni mambo ambayo wanazidi kuyafanya ni mambo ya ajabu, na hivyo wazalendo wamezidi kuongea kuwa hapa ni kupambana na tuende mbele. Na ni kusema tu kwa sababu wazalendo wanazidi kujituma na kujitolea kwenye kazi nyingi sana, na hivyo vijana wamezidi kujiunga mkono na kuunga kundi la wazalendo kiupasavyo kabisa na kuungana kumpiga adui. Lakini jeshi la FARDC ni jeshi ambalo sasa hivi linaleta mshangao mkubwa sana, na kuona kuwa hawajui kazi yao ni ipi ambayo sasa hivi wanaifanya, bali tu ni watu wale wanakaa sehemu, wakikaa sehemu wanaletewa kitu kuwa tayari kazi imeisha, na kama kazi imeisha wanafanyaje? Wanafikisha ripoti. Na hiyo imekuwa ni hali ambayo inazidi kusikitisha kwenye mioyo ya watu 1000 kutoka huko jamii ya Goma, ambayo wao ndio chimbuko la fujo kama na hii. Ni kati ya mji wa Goma pamoja na Bukavu ndio chimbuko ya jambo kama na hili la waasi wa M23, ambao hizo fujo zilianza kwa muda mrefu sana. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, maoni yako ni yapi kwa mambo ambayo yanazidi kuendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Bali tunaweza tukaongea mengi, lakini hatujui ni lipi ambalo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao inawazia, bali tu labda ni kukusanya vijana ili waingie jeshini ili waungane kwa pamoja. Hatujui. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, weka comment yako hapo chini ili tuungane kwa pamoja na tushare mawazo kwa pamoja. Like pia subscribe, comment pia, na hivyo utakometisha zaidi kila wakati na kila saa utakuwa unapata updates zetu za moto. Na huu ndo mwisho wa kipindi chetu, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Msomaji wako alikuwa ni mimi Day Mr Orange. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana moja kwa moja na BMP TV Online kupitia nambari za simu hizo hapo ambazo ziko kwenye screen yako chini ya usimamizi wa Biaombe Bolembo kutoka hapo kwenye BMP TV Online. Asante. BMP TV Professional Update.